Mwanablogu aliyetekwa nyara Jumanne katikati mwa jiji la Mombasa amesimulia kichapo alichopitia mikononi mwa maafisa wa polisi kwa siku 3. Naam, Geoffrey Chesson anadai kusafirishwa hadi msituni huko Voi na kuchapwa, kutishiwa maisha na maafisa 7 kabla ya kuletwa ikulu ya Mombasa na kutibiwa na kisha kuachiliwa. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki ni kwamba Chesson anahofia maisha yake. Kanda hii ya Mwanagenzi inaonyesha gari hili aina ya Subaru nambari ya usajili KDC 126E likiwa na maafisa wa polisi walivyomteka nyara mwanablogu Geoffrey Chesson mjini Mombasa. Mchana peupe afisa huyu anafyatua risasi hewani na kutoweka na Chesson. Siku kadhaa baadaye tulipomtembelea nyumbani kwake, anaonekana mwenye maumivu na uchungu tele, na kwa hofu anatueleza yaliyojiri baada ya maafisa hao 7 wenye silaha kumpeleka hadi Voi msituni akiwa amefungwa pingu. Anadai kupokea kichapo cha mbwa na kisha kuhojiwa. With their guns out, everything was out. They were telling me, watu wangejaribu kukusaidia hapo tungeua kesi baadaye. They were telling me that. Anadai waliomteka nyara walimtishia maisha na wakiwa wanapokea masharti kutoka kwa mtu asiyejulikana, huku wakitafuta simu yake ili kufanya uchunguzi zaidi. So I thought they found my phone, because when they were talking on the phone, a woman was telling them, we can see the phone, it is still there where I was abducted. They were telling those people, we can see the phone. I could hear, we can see the phone, yeah, from the call. Go back and take that phone. And all of them refused. They said if they go back, they're going to be killed by people. Mwanablogu huyu anadai kichapo hakikukomea hapo. Walirudi tena Mombasa na kupelekwa ikulu ya mji huo, ambapo maafisa hao waliendelea na madhila hayo, na kisha alipewa matibabu na kuonywa kuwa yote haya yasitoke machoni mwa Wakenya. These people, they don't look like normal police officers. They don't look anything normal like police officers. They have IDs, and these IDs they represent to you, they don't have names. You just see that police service something, but the names you don't see. Chesson anahofia maisha yake kutokana na vitisho alivyopokea mikononi mwa maafisa hao, akiwa ametakiwa kufika mbele ya kitengo cha kukabiliana na ugaidi Jumatatu kuandikisha taarifa zaidi. I don't have peace, that is one. Ile amani yangu sina sahi. Like kama walituma spies wakakaa nje ya mlango yangu for 2 days, you can imagine. So the only place I feel safe is here in the house. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.